topisha kwamba ninyi hatutaki muingie, ila wakuu wa malango katika ulimwengu wa giza ambao ndio walikuwa na miliki ile lango walitoa taarifa kwa mfalme kwamba tumevamiwa. Kuna watu wameingia kwenye mji na hao watu wako kwenye mji, kwenye lango la mtu fulani ambaye ni Rahabu. Akaenda mfalme, wakaenda kuwatafuta watu. Kuna watu wameingia kwenye nchi. Nini kimetoa taarifa? Wakuu wa malango. Okay, na kurudisha kwa waganga kienyeji. Wale ambao mmewahi kwenda kwa waganga kienyeji, unafika kwa mganga, kabla hujamweleza shida yako anakwambia shida zako. Amejuaje? Ukishaingia kwenye lango umeingia kwenye utawala. Ukishaingia kwenye utawala uko chini ya utawala. Ukishaingia chini ya utawala unaongoza na utawala. Anayemiliki anapata taarifa, kwa analetewa taarifa na walinzi wake yale malango kwamba hapa kuna mtu ameingia, yuko hivi, yupo hivi na yupo hivi. Angalia kwenye masoko, utaingia kwenye soko na mtaji, afu unatoka kwenye soko na madeni. Fuatilia wenzako wote wanakausha damu. Imekujaje? Wamiliki, umeingiaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nakutazamisha kwa ukuu wa Uajemi waliozuia maombi ya nani? Ya Danieli. Na nikaja mpaka nikamwambia stori za hawa wakuu wa malango. Unapoomba usijiombee tu peke yako, ombea na malango unayoishi, kwa sababu usipomiliki malango kiroho, adui atamiliki malango kiroho. Anayemiliki malango ndiyo mwenye sauti. Ukiona kwenye malango fulani kuna aina ya magonjwa na tawala, maana yake wakuu wa malango wameruhusu aina magonjwa kuingia. Utaona unaambiwa Kenya kuna nzige, afu Tanzania hakuna nzige, wanaokula mahindi. Koje kuona nchi fulani kuna kipindupindu, nchi fulani hamna kipindupindu, afu ni majirani. Kwa nini hamna kipindupindu? Wakuu wa malango wameulizwa, na haya magonjwa je, tuingie? Wakasema hatuwataki. Ukisoma Ezekiel 21 mstari wa 21, mfalme wa Babeli alienda mahali pa njia panda kati ya Babeli na Yerusalemu. Alipofika pale alitaka kuteka lango ili apigane nao, ili awe mwenye sauti kwenye lango aweze kushinda vita ile. Biblia inasema alipofika pale alitikisa serafu, akatazama maini, akatoa pale ili awe na sauti. Unashangaa tu, ameingia mwanaume kwenye malango yako, amekuwa na hasira. Akiwa nyumbani ni mkali, akitoka tu nyumbani ni mtoaji mzuri, ni mwongeaji mzuri. Unajiuliza kwa nini? Mkuu wa lango ameshateka lango lako, ameshanuizia kila kitu, ndoa iachike, waserane kuanzia leo. Akimwona wewe mwenye kavete kataka, yana kikuona atakuona kavete alikosea. Ujielewe. Akiwa nje sasa ni mtu mzuri sana, jamii nampenda sana, awe ndani ni mkali kama pilipili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So unapoomba unatakiwa kuvuka kiwango cha kuomba. Aina ya malaika wanategemeana na aina ya wakati pia wa kiutendaji. Katika siku nzima kuna malango. Kuna malango. Siku kama siku na malango. Kuna lango la mashariki, ambao lango la mashariki hili ni lango ambalo linaanza siku. Ili lango linakuwa na aina ya malaika. Malaika Urieli. Huyu malaika anakuwa nakupa ufahamu wa aina ya kuianza siku. Anakupa pia hata maono. Anaanza saa 9 hadi saa 12 asubuhi. So kazi yake ni kupa maono. Usipojua kumtumia huyu, utashtukia unaomba na hujui unaomba nini. Alafu kibanzi kinapatikana, inaonekana kuna zuio la uhitaji wako, lakini kumbe tayari adui ametumia fursa kutokufahamu kwako kukuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Paulo alifunguliwa mlango, lakini wakatokea wanaompinga kutoka upande wa pili. Wanipingao ni wengi. Huyu Danieli ameshajibiwa maombi, lakini wakuu wa eneo ameshika nini? Usiombe
ukarizika au ukakata tamaa. Omba hadi uone jibu lako. Panda viwango vya kimaombi hadi uone hatima yako. Shetani ikiwa ndo amekuzuia, ndani yako utakosa amani. Nakwambia, Mungu akiwa kama zuio atakupa amani na atakufundisha na kukuandaa. Lakini shetani akikuzuia, maisha yako yote haupati amani. Unakuwa na manunguniko tu, mtu alawama tu, mtu ambao unakaa kwa stress tu na wote mawazo, yani mimi. Wewe nini? Kuna namna hapa shetani ametumia mtego, anakupoteza kwenye mfumo. So ili uweze kutoka hapa, lazima ujinasue kwa maombi zaidi. Kama ulikuwa unaomba bila kufunga, anza kufunga. Amesema mambo mengine hayawezekani isipokuwa kwa kufunga. Nafanyaje? Na kuomba. So nilikuwa naomba dakika 20, naanza kupanda nusu saa, naanza kupanda lisaa, nang'ang'ana tu na uhitaji wangu. So naona haitoshi, naingia kwenye mfungo masaa 12. Haitoshi masaa 24, haitoshi masaa 24, haitoshi masaa 72, siku 3 kavu, siku na mchana. Huli unaomba nini? Upate uhitaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia lengo kuu la shetani kukuzuia au kuwa kama zuio katika maombi yako, lengo kuu ni kukutoa kwenye mfumo na kusudi la Mungu ndani yako. Anakuhamisha ndani yako, taanza kuona Mungu hawezi. Taanza kufuata mafuta ya upako, maji ya upako. Sisemi ni vibaya, lakini hakuna muujiza ambao umefanyika kwa kutumia aina ya kitu kimoja kama dawa. Kila ugonjwa na dawa yake. Yesu aliponya mtu kwa kutumia, alitema mate akachanganya na mchanga akampaka akapona, lakini si kila kipofu aliponywa kwa njia hiyo. So kishaona unakimbilia kwenye maji na kwenye mafuta kila tatizo, maana kuna shida. Sisemi ni vibaya kutumia, lakini unatumia kwa maelekezo yapi? Kwa sababu hata ile nabii alilalia maiti ikapona, lakini je, kila maiti ilipofufuliwa ililaliwa ndio ikapona ndio akafufuka? Nyingine ziligusa tu kwa mikono zikafufuka kama kina Dorcas. Lakini wengine, yule nabii alilalia mpaka maiti, akalalia maiti, alivyomlalia yule maiti akapumua, akawa hai. Sasa nitakushangaa kila tatizo unalokupata eti unatumia maji, unatumia mafuta. Unakuwa ni mtu wa ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anapokuchelewesha shetani, jambo kubwa anataka kutoe kwenye mfumo wa kiungu ndani yako, akutoe kwenye kusudi na mpango wa Mungu alioweka ndani yako. So unafika wakati unakata tamaa, haumuoni Mungu tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini chanzo cha tatu cha kuchelewesha maombi yako ni mtu binafsi. Mtu binafsi. Mtu binafsi ni chanzo cha kuchelewesha maombi yako. Angalia Yakobo 4:3. Waraka wa Yakobo sura ya 4 mstari wa 3. Na Mungu anasema hivi: hata maomba wala hampati, kwa sababu maomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Maomba hampati kwa sababu maomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu wenyewe. Sasa hebu fikiria, huyu anayezuia usipate ni Mungu? Ni shetani? Tamaa ya mtu, tamaa yako. Unaomba upate utese dunia, unaomba upate watu wakutambue. Sasa kama umepata laki tu, mtamzi umejua. Je, ukibarikiwa milioni 10? Anaomba maomba hampati, so maomba vibaya, vitumie kwa tamaa zenu wenyewe. Natangaza ujenzi wa kanisa, ununuzi wa vyombo hapa, watu watokezei, hawaoni. Mungu haoni faida ya wewe kuwepo. So kama haoni faida, anasemaje? Mti usiozaa matunda ukatwa na kutupwa wapi? Motoni. So ni kazi hizo
Usifikiri ni mti kama mti, ni kazi zako. Kazi yake inakatwa, unafukuzwa kazi, unafilisiwa. Kwa nini? Una faida kwa madhabahu ya Bwana, una faida kwa ulimwengu juu ya Mungu aliyekupa. Lakini sababu kuu za mtu binafsi kuwa kama zuio, sababu ya kwanza ni dhambi iliyoko ndani ya mtu. Dhambi iliyoko ndani ya mtu, dhambi iliyoko ndani ya mtu. Sababu ya mtu binafsi kuwa kama chanzo cha kuchelewesha maombi yake ni dhambi iliyoko ndani yake. Hii unaionaje? Kwenye Isaya 59 mstari wa 1 hadi wa 4 anasema hivi: tazama, mkono wa Bwana haukupunguka wala usiweze kuokoa, na sikio lake si zito hata lisiweze kusikia wewe, lakini maovu yenu yamewafarakisha ninyi na Mungu wenu, wala hataki kusikia wala hataki kuokoa. Sasa hebu angalia, huyu ni Mungu anafanya usipate wewe? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema huyu ni Mungu anafanya wewe usipate? Huyu ni shetani anafanya wewe usipate? Anasema maovu na dhambi zimeficha uso wake, hataki kuokoa, hataki wala kusikia. Dhambi ni nini? Barikiwe sana. Dhambi ni nini? Dhambi ni uasi. Kwa mjibu wa waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 4, Biblia inasema kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa maana dhambi ni uasi. Uasi maana yake nini? Uasi ni kwenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sikiliza, ukishaona katika maisha yako umefungulia lango la dhambi, uwe na uhakika umepoteza vitu vingi sana. Cha kwanza, dhambi kisha ingia ndani yako, uhusiano wako na Mungu unakufa. Unaona bustanini Eden, shetani alipopata mpenyo, wale watu wakashindwa kumtii Mungu alichowaambia, wakaipa nafasi dhambi ndani ya mioyo yao. Mungu alipofika ifanyeje? Aliwafukuza. Sika mnao, walipungukiwa na utukufu wa Mungu ndani yao. Anasema kwenye ile Warumi 3:23, kwa maana wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu ndani yao. Dhambi kisha ingine inasababisha nini? Mauti. Akasema kuanzia leo mtakufa, takufa. Anasema kwenye Warumi 6:23 kwamba atendaye dhambi mauti tampata. So kuna mauti za aina nyingi. Usifikiri mauti tu ipo ya aina moja ya kufa ukawa maiti. Kuna mauti ya kazi zako kufa. So umefanya kazi miaka mingi, unapata baada ya kumwasi Mungu anaua kazi yako, unafilisika, unafukuzwa kazini. Mauti nini blaza? Unakuwa mtu kupata mshahara, unapata mshahara mzuri, unapata fedha nzuri, matatizo kibao. Si kama tuko pamoja? So unapokuwa mtu wa dhambi, Mungu hawezi kujibu maombi. Anasema hapa kinachofanya sikujibu dhambi, uasi. So anasema kwenye Kumbukumbu la Torati ile sura 24 mstari wa 1, itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Mstari wa 15 kule chini anasema usipoisikia sauti ya Bwana Mungu wako na kuitii, ambaye amekuamuru na kukuambia hivi leo huwezi kutembea naye, anasema utaraniwa. Taraniwa mjini, taraniwa mashambani, pote unapoenda umelaniwa. Dhambi. So kuna aina ya maombi unaingia kuomba Mungu afanye, Mungu afanye, akitazama moyo wako una dhambi. Hii dhambi ni pana. Dhambi si maneno peke yake. Amesema leteni zaka kamili, hautoi zaka, ni dhambi. Amesema kila mtu atoe sawasawa na alivyobarikiwa kwenye Kumbukumbu la Torati 16:17.
kwamba kila mmoja atoe sawasawa ambavyo amebarikiwa. Ametoa kinyume na alivyobarikiwa, huyo mtu ameua vyanzo vyake vya mapato vyote, ameviua. Na ndiyo maana unaona kwenye Matendo sura ya 5 mstari wa kwanza, kianza mstari wa kwanza na kuendelea, Anania na Safira wakaficha sehemu ya mapato waliopata kwenye shamba lao. Baada ya kuficha, baadaye kitotokea nini? Mauti, wakafa. Wamefika pale wanatoa sadaka zao, wakafa. So kuna aina ya mauti nyingi tu kwenye maisha yetu tunaikaribisha. Unaishtukia kazi zangu haziendi mbele, lakini kazi ngapi za Bwana umezifanya wewe ziende mbele? Mambo yangu yamegoma. Okay, mambo gani ya Bwana umeyaendesha? Sikiliza, hakuna muujiza utakaopata katika maisha yako kwa bahati. Kila muujiza lazima uwe na maandalizi. Hakuna muujiza utatokea kwa kata siku moja kama wewe mwenyewe haujajiandaa kupata. Hakuna kitu ambacho Mungu atafanya kwako bila wewe kushiriki kufanya, hakipo. Anasema sisi ni watendakazi pamoja na Kristo. Akamwambia Musa, una nini mkononi? Mama Selepta alihitaji kubarikiwa kuwa na chakula, anahitaji apate chakula, lakini hana kipato. Huyu nabii anapoenda anamwambia atoe kwanza ili apate. Sasa unashangaa, unataka baraka, utatoa hizo baraka, unazipataje? Kwa utoa ndio upokeao. Dhambi ni pana, dhambi ni pana, sio maneno tu. Hata kwenye kutoa sadaka, unatoaje sadaka? So unashtukia unaua vyanzo vyako vya mapato vinakufa. Angalia Ayubu 1:5, alikuwa anatoa sadaka kila siku asubuhi, anapoomba anatoa sadaka kwa ajili ya watoto. So watoto wako unawatolea sadaka. Mtoto wako, kila aina ya mtoto uliyemzaa ana aina yake ya malezi anatakiwa kupewa, ana aina yake ya sadaka anatakiwa kutolewa, kwa sababu aina ya vita aliyobeba si aina ya vita aliyobeba mtoto mwingine. Na ndio maana utakuta yule sana faulu, huyu hafaulu. Asa unakomboa kichwa ambacho kinafeli. Nafikiri kukomboa ni kazi ndogo. Unamlinda huyu ambaye anafaulu, nafikiri vita alionao ni kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Una vyanzo vya mapato vitatu. Hivi vyanzo vya mapato vitatu unavilindaje blaza? Unavilindaje mama? So unatoa sadaka kutoa chanzo kimoja, hivi vingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa chanzo mwenyewe cha kutokujibiwa Mungu, kwa sababu aina ya nguvu inayotoka ndani yako ni kidogo. Ukisoma Waefeso ile 3:20 anasema atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko tuyaombayo au tuyatakayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. So saidi unaomba upati, kwa sababu nguvu unayotumia kuomba ni kidogo. Asante Yesu, wewe unanijua. Baba ulisema kabla tujaomba najua mahitaji yetu, na kwenda kazini nenda na kunisimamia. Amen. Naenda. Huu unayotumia kuomba mchache na nguvu chache nafikiri matokeo yake ni nini? Kila mtu ulipo ujira wake kulingana na kiwango cha kazi alivyofanya. So kuna aina ya maombi na kulazimu uombe masaa 12. Nilipitia nyakati ngumu. Siku moja mtu mmoja nasema nabii mmoja ni wa uongo, alafu nikasema nifanye research kwa hiyo nabii. Nilipofanya research nikaona hiyo ndugu ameingia madhabahuni kuomba saa 3 usiku hadi saa 3 asubuhi. Ilipofika saa 3 asubuhi akasema amen. Nilichanganyikiwa, nikasema saa 3 usiku hadi saa 3 asubuhi sijai kuomba maombi kama haya. Huyu mtu anayeomba hivyo utamlinganisha na unaomba dakika 10 umechoka, dakika 5 umechoka. Kesho huyu nabii ni wa uongo. Kwa vigezo gani vinavyo vya kusema ni wa uongo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaomba. Nilienda mahala fulani kuomba na mtu, yule mtu akaniambia kitu hiki kimoja, akaniambia ili ujiconnect hapa
uwe mtu wa hapa, inatakiwa uwe na uwezo wa kufunga siku 7 kavu, alafu nakomeaga 3 kavu. Unafikiri nguvu alizonazo yule wa siku 7 kavu na mimi wa siku 3 kavu zalingana? So kuna aina ya uhitaji uko nao, unaingia kuomba, lakini kila kesi ulionayo, kila tatizo ulionalo lina aina ya dawa yake. Utaugua malaria, ina dawa zake. Utaugua kisukari, kina dawa zake. Utaugua mgongo, una dawa yake. So hata kwenye uhitaji uliobeba, kila aina ya uhitaji una aina yake ya maombi. Na ndio maana akawaambia wanafunzi wakati wamekemea ile pepo, wamekemea pepo usiku mzima. Yesu amefika akawaambia, nini tena? Yaani tumekesha tunakemea pepo na halitoki. Akasema namna hii haiwezekani ila kwa kufunga na kuomba. So kuna aina ya uhitaji uko nao na hautaupata. Kwa nini? Aina ya muda wako uliongeza kwenye maombi ni mchache. Ongeza mama, usichoke, ongeza. Na ukishaona kwenye maisha yako kuna mashambulizi mengi sana, uwe na uhakika mbele kidogo ndipo kuna mafanikio. Umenielewa? Mimi nimekulia kijijini. Wakati tumeenda shambani kwenye ile milima ya mashamba kule, siku moja nimefuata, ni kama kwa Kiswahili kama ni mianzi hivi, kwa ajili ya ujenzi fulani pale nyumbani. Tumefuata kule chini kabisa kwenye chemichemi, ndio vikao vimeota hivyo vitu. Tumekata ni vizito kweli, vikiwa vibichi. Tumebeba kichwani, tunapanda mlima huo hapo na utazama hivi. Kadiri tulivyoelekea kumaliza ile mlima, ndivyo kadiri kuna kama kakitu kanafiatuka huko nyuma, haya unaanguka. Yaani tumekaribia, lakini mwanzo tulianza kwa raha. Tulipofika mbele mambo yakawa mazito. Ule mwingine mzigo unamshina na teleza na anguka, unafiringika kurudiwa. Kadiri unapofika kwenye hatima maisha yako, ndivyo kadiri upinzani unavyozidi kuongezeka. Nini cha kufanya? Zidi kung'ang'ana pale pale. Kama ulikuwa unaomba kidogo, zidi kuongeza maombi, zidi kuongeza mifungo. Si kama nielewa? Hakuna kitu kwa maisha utakipata kirahisi. Chochote lazima kiangaikie kwanza. Hata mtoto hapatikani kirahisi. Kuna mechi lazima ichezwe siku 8. Hata kumzaa huwezi kumzaa kirahisi. Kwa mtu atakwambia imetosha hapa, sirudi. Tulipanga sasa za watoto 12, utaenda wewe repa. Si kama naelewa? Chochote basi unaingia kuomba, unaomba kidogo tu, nguvu. Ukiomba kidogo unapokea kidogo. Apandacho mtu lichafunacho mtu, aina ya nguvu. So unalia, bwana, Mungu hanisikii, Mungu hanijibu. Unatumia nguvu kiwango gani? Kiomba 5% unajibiwa 5%. Kiomba 100% unajibiwa 100%. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tuko pamoja? Jambo lingine, picha. Kukosa picha ndani ya mtu. Tuko kwenye jambo la 3 kama chanzo, mtu binafsi. Lakini tuko kwenye sababu za mtu binafsi. Ya kwanza tumeona dhambi iliyoko ndani ya mtu. Ya pili tumeona nini? Ya kwanza tumeona dhambi inakuzuia usipate. Tukaona Isaya 59:1-4. Lakini ya pili tukasema nini? Nione darasa liko vizuri. Safi, barikiwe sana. Waji wa sadaka. Lakini ya tatu pia tukasema nini? Nguvu. Aina ya nguvu na utumia ndio aina ya matokeo unaweza kuyapata. Na nikakupa kitabu cha Waefeso 3:20. Nguvu itendao kazi ndani yetu. Anafanya kwa kadiri ya kiwango chetu, sio kiwango chake. Yeye kiwango chake kipo ya mwisho.
picha, kukosa picha ndani ya mtu. Anaomba hana picha, anaomba hana picha. So unaomba, unalia hapa, Mungu nisaidie nipate hiki na hiki, una picha. Andika Mwanzo 15 mstari wa 4 na wa 5. Mwanzo 15:4 hadi 5 ni habari ya Ibrahim. Ameshahidiwa sasa huku nyuma utazaa mtoto, amefika mahali amechoka, haoni mtoto. Akamwambia Mungu, sasa Mungu, hivi kijakazi wangu ndiye atakayerithi au itakuacha? Akamwambia hapana. Alimwambia hapana, akamvuta nje, akamwonyesha juu, akamwambia tazama juu, akatazama. Akamwambia unaona hizo nyota hizo, uzao wako utakuwa hivyo. Nini Mungu alikuwa anampa? Picha. Bwana asifiwe. Waombaji wengi hatuna picha. Sema picha. Umeomba Mungu ambadilishe mume wako aache ulevi. Ukishamaliza kuomba aache ulevi, ukitoka hapa una picha gani ya mume wako? So umeomba aache ulevi, afu kishatoka hapa unawaza tena ni mlevi, kwamba leo sitaniagiza tena ile balimi au kestorite, sitaniagiza leo kale kashimwa. Unawaza hivi. Aonavyo nafsini mwake ndivyo. Mungu ni roho, anapotazama moyo wako ulichoomba na unavyo chini tofauti. So akishaona hivyo anakuacha. Umeomba mtoto afaulu, atoke kwenye ufaulu mdogo aingie kwenye ufaulu mkubwa. Baada ya kumwombea, una picha gani yule mtoto? Mtoto ulikuwa unamuita mbwa. Nilienda mahali ya kukutana na tusi zito kabisa. Mbwa wewe, mtoto huyu pumbavu. Baada ya kumwombea, unamuita tena nini? Mjinga, mpumbavu. Kwa picha ulionayo mtoto atabadilika. So unaanza kubadili mtazamo. Ndio hiyo na watoto nyumbani, amefeli, unamuita wewe ni mbarikiwa. Kesho wewe ni rais wa nchi, wewe ni dokta, wewe ni waziri mkuu. Unampa majina makubwa, anapotembea anajiona ni mtu. Akifeli kesho analia hadi asubuhi, anajua amekosea, maana baba yangu aniona mimi ni waziri, hapo nimepata 0 waziri. Anashtuka. Hebu fikiria, unatoa wawili nyumbani kwako, mmoja unamuita mbarikiwa, hakuna kama wewe, sawa? Alafu huyu mwingine watoto wake anawaita mbwa au wajinga au wapumbavu. Ni yupi akifeli darasani atapata wakati mgumu wa kupaingia nyumbani kueleza matokeo? Nataka sauti za watu kama wapo. Kwa nini mbarikiwa? Amejengewa nyumbani picha ya ubarikiwa, amejengewa nyumbani kwao picha ya ukuu. Anapoona hajawishi ule ukuu, anajisikia ukuu. Lakini yule anasema hata nyumbani baba anajua mimi nani. Sasa umeomba biashara yako ichanue. Baada ya kuomba, una picha gani ya hiyo biashara? Umeomba ichanue, bado unawaza vile vile, unaishi vile vile. Jamani, Yesu wakati anawaponya watu alikuwa akifika anawaambia imani yake imefanyaje? Na mimi nataka nikwambie, picha ulionayo nina uwezo kuokoa wewe. Una picha gani? Ili jengo kabla mjajenga kilianza picha ndani ya mioyo, ndipo Mungu akabariki picha. Mungu habariki kitu ambacho hakionekani. Mungu hubariki kitu kinachoonekana. Na kinaonekana wapi? Rohoni. Miaka 5 ijayo utakuwa wapi? Miaka 5 ijayo utakuwa na maisha gani? Kama hauoni kesho yako, nani aone kesho yako? Amesema yeye ni mtendakazi pamoja na sisi. Kama atendakazi pamoja na sisi, anatuangalia tumekaaje. Ndiyo hii anasema imani. Nini maana ya imani? Ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo, ni bayana mambo yasiyoonekana. Unaamini kitu kitatokea. Unafikiri kazi ndogo? Unamwombea mtu ana mtoto,
anakwambia tayari nimeamini, nimepokea mtoto, afu mtoto aonekane kwa macho. Nafikiri rahisi amekaa miaka 9 na mtoto, afu anamwambia umepokea tayari mtoto, aseme amen, nimepokea, aamini. Nafikiri ni rahisi. Na ili Mungu afanye, anataka picha. Huyu Ibrahim ili upate mtoto, Mungu alimuonyesha kwanza picha ya uzao wake, ili anapotembea ajione ni mkuu. Huna picha, huna maisha. Sinaelewa hiyo kitu. Kukosa maono ni sawasawa na maiti. Sikia, sayansi inasema hivi, kitu kilicho hai kina uwezo wa kukua na kuongezeka. Kama kitu kilicho hai kinakuwa na kuongezeka, maana yake lazima unawaza zaidi. Kama huwazi, ni kama hiki kitu sio hai. Hiki kitu kina tofauti na mtu aliyefanyaje? Biblia inasema pasipo maono mtu hushindwa kujizuia. Anaheri mtu aliyeshika nini? Sheria. Si kama tuko pamoja? Unahitaji Mungu afanye. Ndio unapoomba umetoka na picha gani? Nilifurahi sana kanisani kwangu, mtu mmoja tukapanga tunataka tununue kiwanja mahali, tukapanga viwango vya fedha. Baada ya hapo tukagawa zile kadi. Yule mama aliongea sentensi nzuri sana, nilimkubali. Alipelekewa kadi ambayo kiwango chake ni 30,000. Akasema hivi, alipopelekewa akasema, mbona umeniletea kadi 30,000? Akasema tumekaa tukafikiri watu kulingana na uwezo walionao tukaona hii tukuwekee. Akasema mimi 30,000. Akasema VIP kadi iko wapi? Ile ni hela nyingi sana, tumeona kwa mazingira ulionayo utaka, naomba VIP. Nilimkubali sana. Watu kama wao ndio wataka. Anaweka picha ya kwamba yeye sio wa chini, yeye sio kuzoeleka, yeye ni mtu wa juu. Huyu mtu lazima afike juu. Bwana Yesu asifiwe. Una picha gani? Unaona nini? Simama kwa miguu yako, muda wangu umeshaisha. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa neno lako ambalo umeachilia juu yangu katika siku hii ya leo. Asante Bwana, nimelipokea neno lako. Naomba liishi ndani yangu, naomba liketi katika moyo wangu, naomba liketi katika akili zangu. Nisaidie Bwana, ninapozidi kuishi katika maisha yangu haya, nifunulie ufahamu huu, niweze kujua namna ya kuomba jinsi nipasavyo. Nipe neema Bwana ya kuimarika katika maombi, maana leo nimejua hakuna kitu kinachoweza kutokea kimuujiza tu, bali kimaandalizi kwanza ndipo kinapoweza kutokea. Nisaidie Bwana, uniandae Bwana juu ya mawazo yangu, juu ya maono yangu niliyo nayo kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya uchumi wangu, kwa ajili ya kazi zangu, kwa ajili ya kanisa langu. Nisaidie Bwana, hii picha niliyobeba, hii picha mbaya, toka. Neno lako linasema na yaweza mambo yote katika yanitia nguvu. Yote yawezekana kwake aminiye. Ninaibeba katika moyo wangu hili neno lako linalosema Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ninaliomba liketi katika maisha yangu.